Malengo makuu ya mradi huu ni kuweka barabara zipitike mwaka mzima. Kwa tunatarajia kwa kuweka vikundi na kutekeleza mradi barabara zipitike mwaka mzima, hizo barabara zenye hali nzuri. Lakini pia kupunguza uharibifu mkubwa baadaye, kupunguza gharama za ukarabati, kutoa ajira kwa wananchi wa eneo husika, na pia kujenga uwezo wa kiufundi na kibiashara kwa vikundi vya jamii, kuongeza umiliki wa jamii kwenye miundombinu ya barabara. Vikundi hivi vitatekeleza shughuli 14 kwenye mradi huu, ambapo moja ya shughuli tunafanya ni ukaguzi wa barabara na kuondoa vizuizi kama vile mawe, miti na udongo, lakini pia ni kuondoa takataka ndani ya hifadhi ya barabara, kusafisha makalvati pamoja na sehemu za kuingilia na kutokea maji, kusafisha madaraja, madrifti, mabox culvert makubwa, kusafisha mifereji pembeni ya barabara, pia kukata nyasi, vichaka ndani ya mita 2 kutoka bege la barabara, kuziba mashimo kwa changarawe iliyochaguliwa na kushindiliwa, kujaza mifereji ambayo imeshimbwa na magari kwa taratibu sahihi, kung'oa nyasi na mizizi kwenye njia ya barabara, kurekebisha mmonyoko kwenye vilima, lakini pia kurekebisha mabega ya barabara yaliyomonyoka. Tunatakiwa kufanya kazi kwa ubora unaotakiwa. Nafikiri miongozo mmepewa. La pili ni kwa muda uliopangwa. Tukipanga kuwa kwa mwezi huu tutatekeleza kazi hii, iwe ni ile katika muda wa mwezi uliopangwa. Hatutakuwa na kazi ya mwezi uliopita ikavuka kwenda mwezi ujao. Sawa. Kwa hiyo baada ya muda, ubora pamoja na gharama. Gharama ni kuhakikisha kile ulicholipwa kinalingana sawa na kazi uliyoifanya. Utakiwi kupunja au kupunjwa. Baada ya hayo, na la mwisho zaidi, tunaomba wananchi wafurahie hiyo kazi. Wafurahie kitakachokuwa kinatengenezwa, na nafikiri mlivyoahidi, tuna imani watafurahia kazi zenu na mtaweza kuzizidi mashine hata greda au nini kutokana na mafunzo mliyoyapata. Mheshimiwa mgeni rasmi, kitu gani ambacho TARURA inaenda nacho hapo mbeleni? Lengo la mradi ni kutekeleza kazi hizi za kutumia vikundi nchi nzima, kasoro mkoa wa Dar es Salaam utakuja baadaye, lakini sasa hivi tunaanza kwanza kwenye rural road, barabara za vijijini. Kwa hiyo mikoa 25 inaenda kutekeleza kazi hizi za barabara kwa kutumia vikundi. Ndio tunaelekea kwa mwaka unaofuata na hata miaka ijayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumezingatia vitu vingi katika kutekeleza nyaraka hizi, sababu ilionekana kwamba vikundi vinafanya kazi, baada ya muda kazi zile zinakuwa zinaishia wakati sina kazi. Lakini sasa hivi vikundi hivi vitapewa mkataba wa kuanzia mwaka mmoja, sio miezi miwili wala mitatu. Kikubwa na hawatobanwa sana katika kufanya kazi nyinginezo, sababu hata wakati wa mafunzo walifundishwa ujasiriamali kwamba waweze kujiajiri kwenye shughuli nyingine na pia wafanye washirikishwe kwenye shughuli za barabara. Labda baada ya kusema hayo, niseme kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kutupa kipaumbele katika, unajua bajeti huwa kidogo ni limited, hivyo ametupa kipaumbele, akaona umuhimu wa wananchi waweze kunufaika na swala hili. Community based routine maintenance au nasema CBRM, kwa maana kwamba ni mradi wa matengenezo ya barabara mara kwa mara kwa njia ya vikundi vya kijamii. Siku ya leo ya tarehe 20 ya mwezi wa pili tunafarijika kwamba milioni 100 na ushe zimetengwa ndani ya wilaya yetu, ndani ya halmashauri ya Ifakara. Kata 7 zinaenda kufaidika na usimamizi wa mpango huu. Kata ya Kibaoni, kata ya Sanje, kata ya Mwaya, kata ya Kisawasawa, kata ya Kidatu, kata ya Msora Station. Hizi kata zimetengeneza vikundi. Mpaka sasa siku ya leo tuna vikundi 5 ambao kwa ujumla wake ni vijana wasiopungua 150. Hongereni sana. Vijana hawa ambao wanatoka kwenye vikundi vyetu, na kazi kubwa ya kuendelea na shughuli zenu za kila siku, lakini wakati huo unasimamia barabara ambazo mmepewa mikataba, mmepata mafunzo ngazi zote, mmepata tuition, mmesema mafunzo ya ziada, tuition pia mmepewa. Na leo mtapewa vifaa vya kufanyia kazi katika vikundi vyetu. Nataka mkoe vikundi vya mfano katika kata zenu.
mkasimamie zile barabara katika maeneo yenu. Kwa mfano kwenye hapa tulipo ni Kibaoni, kijiji cha Kibaoni. Kuna kikundi cha Kibaoni ambao kutengeneza barabara hapa. Kuna kikundi kingine kiko Kirama. Mimi nataka kwenda kuviona kwa sababu ni karibu. Na sasa mfanye mazoezi jioni nitaenda kuona. Tuone zile kero ambao zipo. Kwanza ni ajira kwenu. 2 ni kipato kwenu kama vijana na kikundi. Lakini 3 ni namna ambavyo mnashiriki katika shughuli za usimamizi wa barabara kwa kushirikiana na jamii ambayo inawazunguka. Lakini 4 mnakuwa mko karibu katika kuhakikisha kwamba uharibifu katika hizo barabara hautokezei. Naomba kushukuru tena Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona kwamba mradi huu unafaa kufika kwetu, na sisi kwa sehemu ya manufaa katika mradi. Asante sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Anasogeza huduma na ajira kwa vijana. Kwa kufanya hivi analeta mtaji kwa vijana. Kwa kufanya hivi vijana sasa hamtasubiri jambo, mtashiriki katika ujenzi wa taifa letu, mtashiriki katika maendeleo kwenye maeneo yenu, lakini mtatunza miundombinu iliyo katika maeneo yenu na mtapata ujira katika mradi huu. Mnajua namna ya kutengeneza, mnajua namna ya kurekebisha, sio kiinjinia, lakini hizi barabara ni marekebisho ya mara kwa mara ya kawaida. Kwa utashangaa barabara Kirama au barabara hapa kijiji cha Kibaoni ambao mheshimiwa diwani amesema ina mashimo, kikundi na watu 25 mmelipa fedha, bado shimo lipo. Kama ni matengenezo makubwa, meneja wa tawala ule atawapa msaada zaidi. Lakini yale matengenezo ya mara kwa mara ya kawaida ambayo yanaendana na mikataba ambayo mmesaini na mafunzo ambayo mmepewa, hiyo iko chini yenu. Niwaombe mkawe wa mfano ili TARURA warudi tena. Niendelee kuwasisitiza na kutoa wito na kutunza miundombinu ya barabara. Wengi katika mji wetu wa Ifakara wanajenga katikati ya barabara. Anaona kwamba hapa kuna mfereji alafu na nyumba anaweka pale pale. Alafu mvua ikinyesha akwambia tushazoea sisi tuko bonde, sasa nijenge wapi? Sasa niombe watendaji wa kata, wenye vitu wa vijiji, waheshimiwa madiwani kwenye bodi zenu, ajenda ya barabara, ajenda ya vikundi hivi iwe moja wapo ajenda kwenye vikao vyenu. Mheshimiwa mwenye diwani wa mwenyeji ukasitize kwenye eneo lako kwa niaba ya wenye viti wote maeneo husika. Ya mwisho niombe ndani ya siku 7 eneo lile la last drop ambalo lilikuwa limekuwa mapambapo mlirekebisha. Hii haihitaji siasa, ni utekelezaji, na Karume nikwambie ndani ya siku 7 ile sehemu iwe imekamilika. Na kofia yanaacha kwamba wamechoka. Kila siku wanapita nguo zao wamepiga suti wanaloa. Sasa pale ni kuweka kifusi, kushindia vizuri, kunyanyua kidogo, na tunashukuru umetuletea taa, tuwapigie makofi sana TARURA. Barabara sisi hapo tunafanya biashara ya samaki usiku jioni. Barabara mji unapendeza. Kwa ni kazi nzuri ambayo inafanya. Kwa niombe hii sehemu ya dust drop na Kibaoni na stendi tuweze kuisimamia vizuri zaidi.